Kwenye simu mnajua mpaka wamekuwa wananiita jina fulani ambalo siwezi kulitaja hapa. Unajua ukizungumza masala ya ndoa ndio haswa mada zinazohitajika katika wakati tulionao. Wakati tulionao ni wakati ambao wanawake wamekosa wa kuwatetea. Ukiangalia katika maisha ya ndoa baina ya mke na mume, anayepaswa kuleta utulivu na amani ndani ya nyumba wa kwanza ni mwanamume. Nyumba zingi zimefeli kwa sababu wanaume wengi wamekuwa wakidhania furaha ya nyumba inawekwa na mwanamke. Sio kweli. Furaha ya nyumba inaletwa na mwanamume. Bahati mbaya wanaume wengi wamekuwa wakitafuta furaha ambayo hawajaiweka. Wanaume wengi ndio nawaambia mniangalie vizuri. Wanaume wengi wanaitafuta furaha ambayo hawajaiweka. Iweke kwanza furaha ndani ya nyumba, kisha ndio uiombe furaha. Bila shaka ukiweka furaha ndani ya nyumba huwezi kuomba ukanyimwa. Lakini wanaume wengi wamesahau nyumba yenye ndoa inasimamishwa na maneno mawili: asante, nisamehe. Nyumba yoyote ya wanandoa ikikosa neno asante na ikakosa neno nisamehe, nyumba hiyo muda wote itabomoka na hata bati zitapeperuka na upepo. Sasa wanaume wengi wanadhani mwenye kuomba msamaha kwenye maisha ya ndoa ni mwanamke tu. Hapana, hata mwanamume anaweza kumuomba msamaha mwanamke. Wanaume wengi wanadhani mume ndio ana haki ya kukagua simu ya mke tu, wala mke hana haki ya kukagua simu ya mume wako. Maneno ya uongo. Kama wewe una haki ya kukagua na kupekua simu ya mke wako, na yeye pia ana haki ya kupekua simu yako. Tunaona wanawake wengi simu zao waume zao wanazishika mpaka wanaondoka nazo, na wakirudi wanarudi salama bila kukuta message wala uchafu wowote. Lakini ikitokea mwanaume amelala, mke akashika simu ya mwanamume na mwanamume akaja kujua, siku hiyo mwanamke atapelekwa hospitali, atapigwa kipigo cha mbwa koko. Swali la msingi tunajiuliza, kwenye simu kuna nini mpaka unaficha mke wako asitazami? Mnalala kitanda kimoja, mnalala shuka moja, hata pumzi mnapumuliana pumzi za hovyo, hata mizinga mkipiga mnapigana mizinga ya hovyo. Kwenye simu kuna nini ambacho wewe unakificha? Lakini angalia wanawake pengine wanavoonewa. Leo mwanamke akimfumania mume wake kwa ushahidi wa wazi, jamani nimemfumania mume wangu, wazee watakuja, ndo wanaume walivyo, msamehe, maisha yaendelee. Lakini igeuze hiyo picha, mwanamume amemfumania mke wake, alafu aendelee kuishi naye mtaani mzima, mtaa mzima atasema kalishwa limbwata. Kama mwanamume ana haki ya kumwacha mke wake baada ya kumfumania kwa ushahidi wa Kiislamu, pia mke ana haki ya kumwacha mume wake baada ya kumfumania kwa ushahidi wa Kiislamu. Leo nyumba nyingi za Kiislamu walioachiwa familia na wakaterekezewa familia ni wanawake. Wanaume wengi wa Kiislamu tunapenda kuoa na hatujui kutunza. Mke wa kwanza anakushinda, mafuta humnunulii, nguo humnunulii, chakula unampa chakula cha kuungaunga kila mchana usiku imepita. Akipika maharagi leo anaweza akapiga maharagi mwezi mzima, mpaka anafifia kwa kula vyama vingi. Wewe kazi yako unasikia nataka kuongeza mke wa pili. Kuwa na adabu wewe. Unaongeza vipi mke wa pili wakati wa kwanza amekushinda? Tukifurahi semeni takbiri. Mke wa kwanza amekushinda, umeshindwa kumhudumia. Maana thamani ya ndoa uowe mke awe anakusifu nyumbani,
mke awe anaongea na wewe kwa mapozi, mmekaa nyumbani, ndio raha ya ndoa. Lakini mke wa kwanza, kwa sababu umeshindwa kusimamia maisha yake, yuko sokoni anawasifu wateja. Maana mwanamke akiwa sokoni hawezi kumwambia mteja, nyanya nauza 2000, kitunguu nauza 6000. Lazima ajiachie, karibu jamani, nyanya ni 3000. Haya mambo alitakiwa yafanye kwa mume wake. Masala ya kumkaribisha mteja hivi alitakiwa akufanyie wewe nyumbani, lakini kwa sababu umeshindwa kusimamia familia. Wallahi kuna wanaume wako hapa wana zaidi ya mwaka mmoja hajawahi kutoka nyumbani akaja na zawadi japo ndogo kumpa mke wake. Lakini wanawake wanaonewa, kila shehe akisimama, wanawake waheshimuni waume zenu. Kila shehe, hakuna shehe anayesimama anasema wanaume waheshimuni wake zenu. Hapa kuna wanawake wallahi wanaishi kwenye ndoa imekaa hapa utafikiri makozi. Kutema haitemeki, kumeza haimezeki. Yuko tu, ingekuwa si watoto ningekuwa nishaondoka. Mtoto wake ana miaka 18, muongo, hana pa kwenda, wazazi wote shakufa, anaona nitaenda wapi, acha nivumilie hivi hivi. Na nyie nao mmezidi. Huwezi kupata nyie mkiona mwanamume, hasa mabinti ambao mjaolewa, nisikilizeni, unapokosea kwenye kuolewa umekosea nusu ya maisha yako. Waulize wazazi wako walioko hapa. Kuna mtu anasema hapa, lau ningejua kwa dhiki anayonipa huyu baba, ningejua. Ungejua nini? Si uliyataka? Maana leo mabinti ukiwaambia oleweni na watu wa dini yako, mimi siolewi na mwanamume mwenye kuvaa kanzu, mwanamume mwenye kuvaa kanzu. Hawa ndio wanaopengine wanaweza kukupa nusura. Ukiolewa na mwanamume anayemhofu Allah, mwanamume anayesali, mwanamume anayefunga, mwanamume ambaye hazini, huyo ndio atakupa furaha ya ndoa. Lakini wewe unataka uolewe na mwanamume anavaa suruali chini ya makalio, msanii, suruali akitembea barabarani inaning'inia chini ya makalio, utafikiri haja kubwa na ndogo nitakuporomoka kwa pamoja. Mguu wake namba 5, kiatu anavaa namba 20 kwa makusudi kabisa. Anavyodunda utafikiri kwenye mapaja akafungwa springi za bodaboda. Pembeni anawajinga wenzake, watu wanasikia mwana anaita mistari na anaanza ndio mchumba wako huyo, naye anaanza yo tiki tiki ta tiki tiki ta, mimi cheese, akili zangu fyatu, nateleza kama chatu. Unasikia wajinga wenzake ti kamua baba, wewe atakupeleka wapi? Niambieni, mwanaume kama huyu anakupeleka wapi? Hana heshima kwenye mavazi, hana heshima kwenye matamko. Yeye yupo, anakupeleka wapi mwanaume kama huyu?